kweli nikaswali tena kumshukuru Mwenyezi Mungu, na jambo langu kwa kweli halikuwa na ugumu wowote kama zile posa zilizopita. Basi ikawa ndio safari ya ndoa ilianzia hapo. Kilichofuata ni kupanga mipango ya harusi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, kanipa mume mcha Mungu, kanipa mume mwenye huruma, kanipa mume mwenye mapenzi ya kweli. Si kwa ujanja wangu, ila nasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sikumchunguza tabia. Kwa kweli muda huo sikuweza kupata kujua mapungufu yake, zaidi ya kuwa kipindi hicho, kwa sababu nilikuwa najaribu kufuatilia kwa undani kumpitia rafiki yake ambaye alikuja naye. Yeye alijaribu kueleza maisha yake kwa upande wa tuseme wa upande hasi. Kwa maana hiyo yale mapungufu aliyokuwa anajaribu kueleza kwangu yalikuwa ni kama, kwa sababu alikuwa ni mtu wa dini tofauti. Kwake aliona kwamba ni mapungufu, lakini kwangu niliona kwamba ni vitu vya msingi katika dini yetu. Na labda nijaribu kutoa mfano. Aliniambia yule mtu mpaka leo eti ni mtu anaishi kwao, na wakati ni mtu ambaye ni mtu mzima, halafu ni mtu ambaye huwa ni wa kutembea na mama yake karibu muda wote. Kwa hiyo kwangu ikawa ni kama naona ni mazingira ambayo yanafaa, lakini kwa mapungufu kama mapungufu yake sikuweza kupata mapungufu ya namna yoyote. Vile vile nilikuwa naangalia na kazi ambayo itamrejesha kwa wakati mzuri. Sikutaka awe mfanyabiashara mkubwa, kwa sababu ndo chanzo cha ndoa kuyumba. Atakwambia niko kwenye biashara zangu, hususan labda maaskari, wanajeshi, niko zamu, sijui. Hizo sikuzitaka kiukweli. Nilikuwa nataka maisha ya kawaida, maisha yenye furaha, maisha yenye upendo. Kwanza nampenda mume wangu. Yaani ninampenda kupitiliza na nina wivu vibaya mno kwa mume wangu. Niseme tu ukweli, kiasi kwamba huwa sipendi hata anitanie labda kuniambia labda nataka kuongeza. Najua ni suna, lakini huwa sipendi hata utani wa namna hiyo. Kunitajia mahari pale ambako nilihitaji kujua ni mahari kiasi gani anahitaji. Kumuuliza kwamba unahitaji mahari kiasi gani, na yeye akanipa kibali cha kwamba uwezo wako ni kiasi gani. Hili ni la kwanza ambalo sitalisahau. Kilichonipelekea kumpa yeye mwenyewe achague mahari, ni mtu ambaye kwanza anajua mahari ile ni zawadi. Ndio sababu nikasema yeye alichonacho, kwa sababu nina huruma pia. Sikuwa na ile kumkandamiza sana, aseme yeye ana uwezo gani. Ninapotokea nimejisahau kidogo labda kumsaidia mama yangu, huwa anajitahidi kunikumbusha. Kwa hiyo hili ni miongoni mwa mambo ambayo ni mazuri kwangu, ambayo kidogo kuyasahau inakuwa ni ngumu. Kuonyesha mapenzi ya dhati, kusema ukweli, toka amenioa mpaka leo na kupenda mke wangu ni jambo ambalo lipo mdomoni mwake. Pia ni mtu mwenye kushukuru pale unapomfanyia mazuri. Nyakati mbaya ambayo tumeipitia ni kipindi ambacho mimi niliwahi kuwa na madeni mengi zaidi, kiasi kwamba ilifikia hatua ikawa msaada mkubwa napata kwake, na ilikuwa ni takriban miaka kama 2 mfululizo. Hicho ni kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana kwangu. Ingekuwa ni mwanamke ambaye pengine si mvumilivu, inawezekana ingekuwa ndio mwanzo wa yeye kunidharau ama kuchukua maamuzi ambayo hayafai. Sawa, maisha yaliumba kusema ukweli, lakini pia niliona hiyo ni mitihani ambayo Mwenyezi Mungu amenipa mimi. Najua maisha yote haya duniani ni mitihani, lakini niliangalia huu ni mtihani ambao nitakuwa mvumilivu kwa kiasi gani. Kwa kweli namshukuru Allah, aliniwezesha. Niliweza kusimama kama mama, kusimama kama mke, na hakuna mtu ambaye aliweza kujua huyu mtu anadaiwa, haya maisha yao yako vipi, kwa sababu
nina kitu kimoja, huwa sipendi siri za nyumbani kwangu kuzianika hata kwa ndugu zangu. Mke wangu huwa kiumwa kidogo, kwa mfano kichwa kimemuuma, huwa anapenda sana kutumia dawa, mfano za kuondoa maumivu, ama kwa hiyo akijisikia kidogo dawa. Sasa mimi mara nyingi huwa sipendi sana kutumia madawa haya ya hospitali, kutokana na kwamba athari yake ninavyosikia huwa ni kubwa, na huwa mara nyingi inakwenda kwenye masuala ya figo, kuathiri figo. Ule ni mtihani, na huwa ndo tunabishania hapo. Na huwa anamwambia kwa sababu yale maumivu ninayopata mimi wewe yapati, ndio sababu unaona kama ni kero, lakini mimi ninaumwa, ndio maana anakunywa dawa. Na ameweka misimamo hadi kwa watoto wake, hawapendi kunywa dawa. Sasa hiyo pia ni changamoto, unaachaje kunywa dawa? Anapogundua nimekasirika, huwa anajitahidi kufanya kitu ambacho kitanifanya ni furahi. Kwa hiyo inakuwa haichukui muda sana, ile migogoro inakuwa inaisha. Katika maisha pia unatakiwa uwe na mipaka fulani ya kuepusha migogoro ya ndugu. Mimi huwa naangalia sana masuala yangu yanayonihusu mimi na mume wangu. Ina maana kama ndugu atatokea yeye anipendi au labda akanisema vibaya, siyapi nafasi hayo mazungumzo, na huwa sina muda ya kuyapa nafasi. Kuna kuwepo na vile vivutano tu vya maneno vya kawaida ambavyo ni vya kupita, lakini sio ile migogoro ya kusema kwamba mtu mkashindwa kuongea hata masaa mawili au saa moja. Haijawahi kutokea namna hiyo. Ni mivutano ile ya kawaida ambayo wala haifikia hatua mtu kufikiria kuomba ushauri kwa mtu ama kupeleka kwa mtu labda nikazungumza swala hilo. Kwa hiyo naweza kusema kwa kifupi ni tunaishi kwa furaha bila tatizo lolote. Ningetamani ingekuwa tumerudisha miaka 11 nyuma, ningetamani nipate mke kama huyu. Ningefurahi sana. Na sikuamini kama wanaume wana mapenzi kweli ya dhati. Hilo kwa kweli lilikuwa halipo. Na sikuamini kama mume wangu angeweza kuniambia nakupenda kuanzia mwanzo mpaka leo. Jambo la msingi kabisa ambalo ningeshauri la kufanya ni kumuomba Mungu kwa dhati, ili aweze kumuongoza kumpata mtu ambaye atakuwa anauiana na tabia zake. Ili hilo ni la kwanza. Lakini kwa mtu ambaye yupo kwenye ndoa, nafikiri kuna mambo ambayo yanaweza kuwa yanachangia watu kuwa wanakuwa na migogoro. Mambo ni mengi sana, lakini uhusiano unapokuwa mzuri kati ya ndugu wa mke na ndugu wa mume, wawe karibu na Mwenyezi Mungu, hasa katika swala za usiku, zitawasaidia sana kujua mume bora ni yupi. Na unapopata ushauri kwa Mwenyezi Mungu, wasichukie wala wasione shida, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo mjuzi wa kila kitu. Kwa hiyo ningewashauri pia, haya mahusiano ni bora zaidi kuyatengeneza ya ndugu pamoja na wanandoa pamoja na ndugu zao. Kuwa na mahusiano mazuri ni kitu ambacho kina msaada mkubwa sana katika ndoa.